wao na ugumu anaotupa Mashujaa kwenye mechi, tuhakikishe tunapata matokeo katika mchezo wa kesho. Inshallah kwa uwezo wa Allah na imani tutapata pointi 3 katika game ya kesho. Swali kwa mwalimu kuelekea mchezo wa kesho. Karibu. Coach, mmetoka kucheza mchezo muhimu wa kombe la shirikisho na mnaingia hatua ya finali. Huo mchezo unaenda kuwapa morale kiasi gani kuelekea mchezo wa kesho? Ya, ni kweli kama unavyosema tumetoka kucheza mechi ya shirikisho na kwa uwezo wa Allah tumeweza kutinga finali. Nafikiri kwetu sisi furaha ilikuwa ni dakika 90 na baada ya mechi ile tuliweza kusahau na kuweka pembeni, na sasa focus yetu sisi ilikuwa ni mechi ya Mashujaa. Kwa hiyo mimi nafikiri kwetu sisi tunaipa umuhimu mkubwa sana mechi hii na lazima tupate matokeo katika mchezo wa kesho. Swali kwa mwalimu. Langu la kwanza, mara nyingi timu kidogo ni mechi kubwa ambayo ina kiasi kikubwa, mechi inayofuata kama kuna struggle kubwa kwa wachezaji. Pengine kama benchi la ufundi mmeliangalia vipi na mmechukua hatua gani muhimu kwa timu ya Mashujaa? Lakini swali langu la pili, mechi nyingi za viporo inakuwa karata zake kuchanga na kwa ngumu sana kwa upande wa Simba. Pengine kwa Mashujaa kesho kama benchi la ufundi mikakati iko vipi pengine kuhakikisha kwamba viporo vinne ambavyo mnazo mnafanya vizuri? Ya, ni kweli kwa masuala yako mazuri. Kwanza mimi nishukuru kwamba tuna wachezaji ambao ni waelewa na watu ambao nyakati zote ambazo nazoniuliza watu washazipita, kwamba mkitoka kwenye mechi ambayo iko kwenye intensity mechi inayofuata. Kwa hiyo vyote hivyo kama walimu na wachezaji tumeliangalia na tumevifanyia kazi, kitu ambacho hatutaki kitokee katika mechi ya kesho. Focus yetu iko kwa 100% kuhakikisha tunapata matokeo katika mchezo wetu wa kesho. Kwa hiyo mimi nafikiri hilo tunalifahamu na tumekushafanyia kazi na halitajitokeza katika mchezo wa kesho. Swali kwa mwalimu. Karibu. Mechi ya siku 11 ni tough kidogo na inatengeneza tahadhari gani na pengine benchi la ufundi unajiandaa kiasi gani kuona kwenye mechi hizo nne licha kwamba siku chache na kisha wana Simba wanafurahi na Simba inafikia malengo yake? Ya, ni kweli ratiba ni ngumu sana. Ratiba ni ngumu, ndani ya siku nafikiri 8 10 tuna mechi 4. Ina maana kila baada ya siku 2 tuna mechi. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa ukubwa wa kikosi chetu ni jinsi gani sasa kama benchi la ufundi kuweza kuwapa watu wengine mapumziko, wengine wacheze, kwa sababu ina imani huwezi kutumia wachezaji wale katika mechi zote hizi kwa sababu ni binadamu sio mashine. Kwa hiyo nafikiri tutajipanga na kwa sababu tuna wachezaji wengi tutafanya rotation na imani kabisa na tutaweza kuzidhibiti na kuweza kufanikiwa katika game zetu, kwa sababu hata sisi ni target zetu kuweza kushinda game zote hizo 4 zilizobaki. Karibu. Mwalimu, pengine kwa upande wa kikosi ambacho wachezaji ambao wanategemea kuonekana siku na ambao kuna wachezaji ambao watakosekana pengine kwa mchezo wa kesho? Ya, kikweli kwenye hilo tunamshukuru Mungu. Timu nzima iko kambini, hatuna mchezaji hata mmoja majeraha. Wachezaji wote wako vizuri isipokuwa ni Mzamiru Yasini na yeye kishaanza mazoezi taratibu. Kwa hiyo tuna imani kabisa na yeye baada ya wiki 1 wiki 2 ataungana na timu. Zaidi ya Mzamiru hatuna mchezaji wote ambaye majeruhi. Wote wako vizuri na wote wako tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Asante sana mwalimu. Sasa naweza kumkaribisha mchezaji.